Sawa sawa. Umezungumzia kwamba ulikuwa mjumbe wa kamati ya usajili chini ya Zakaria Hans Pop. Nilikuwa nataka kufahamu tu baadhi ya mikasa ambayo ulishawahi kukutana nayo kwenye masuala haya ya usajili. Unajua masuala ya usajili yana mambo mengi. Wakati fulani mkimtaka mchezaji fulani akawahiwa na timu nyingine, inabidi haraka muweze kufanya replacement, muweze kupata mchezaji bora kama yule ambaye mlikuwa mkimhitaji. Sina hakika, lakini nilishawahi kukusikia ukizungumzia dili la Pascal Sijiwawa. Sijafahamu kwamba wakati ule mkiwa kwenye ukiwa mjumbe wa usajili ilitokea nini mpaka mkampata Sijiwawa, ama kuna mchezaji mwingine mzuri mlimhitaji zaidi yake? Kweli kulitokea, unajua kwenye usajili bwana kuna mambo mengi. Alafu katika ile kamati mimi naweza kusema mimi peke yangu ndo ambaye nilikuwa nimepitia katika kucheza. Na ni mchezaji ambaye nimechezea ile club. Tulishirikishwa kama watu wawili au watatu, lakini mimi ndo mara mwisho nilibaki peke yangu. Kocha alikuwa Abdalla Kibaden, yeye kutokea. Kwa hiyo nikawa nakwenda mimi pamoja na ile kamati. Na katika kumtaka mchezaji kuna mambo mengi. Yaani mchezaji hadi mchukue inabidi mumjadili sana na muangalie uwezo wa wachezaji wenu mliokuwa nao. Msimchukue mchezaji professional labda anatoka nje alafu akaja kusogea kwenye benchi kama unataka kwenda kumuona dokta. Professional anatakiwa akija acheze, sisi wa huku tuwasubiri. Lakini unamchukua pro alafu anakuja kukaa kwenye benchi, inakuwa kama vile mmefuja pesa ya club. Kwa hiyo kilichotokea kwa wao wakati anakuja Simba, kuna baadhi ya wanakamati walikuwa wanaona bwana yule mtu kama uwezo wake umekwisha. Lakini unajua Mwalimu Hans Pop ana msimamo. Alichoambia kamati akaambia bwana, sasa hapa sisi wote ni wanakamati, lakini katika kamati mwenzetu mmoja ndo yeye kapita kwenye kucheza. Kwa hiyo nikapewa mimi jukumu la kwenda uwanjani wakati huo Simba ilikuwa anacheza mechi ya kirafiki pale Taifa. Kwa hiyo nikapewa kazi ya kwenda kumuona wao, alafu usiku tunakutana kwenye kamati. Nikwenda kweli Taifa nikamwangalia wao jinsi anavyocheza, uwezo wa kupiga, uwezo wa kwenda juu, kuruka vichwa. Kwa hiyo mimi jibu langu moja kwa moja nikalifikisha kwanza kwa mwenyekiti wa kamati ambaye ni nani, Mwalimu Hans Pop. Kwa hiyo Hans Pop baada ya kuwa nimeongea naye akalifikisha kwenye kamati, akasema bwana wao hapa lazima asajiliwe. Uwezo bado anao. Kwa sababu nilomtuma Dua kathibitisha, na Dua naye ni mchezaji alikuwa. Kwa hiyo kaona uwezo anao. Na ndio wao akasajiliwa Simba, na bahati nzuri kweli akaperform vizuri, kacheza misimu 4. Of course. Alicheza misimu 4 kwa imani kubwa ambayo wewe ulimwekea, kwa sababu wewe ndio ulipewa. Nimeona uwezo, na ndio maana hata mpaka leo mimi sometimes nabishana na watu kuhusu uwezo waliokuwa nao Kapombe au Shabalala. Nikaambia wale uwezo wanao mkubwa tofauti na nyinyi mnavyowachukulia. Kuna time huu mwili unakuwa unachoka. Na kama unachoka unatakiwa upate mapumziko. Ukihesabu mtu kama Kapombe kacheza mechi ngapi mfululizo? Na ukitazama kwenye benchi nani ana uwezo kama wa Kapombe? Hakuna. Sasa kuna wakati mwili unachoka. Ukichoka ndio hivyo, mtu anaweza kuona si vipi, lakini kwa Kapombe bado ana uwezo kucheza miaka 3 zaidi hata 4 mbele. Inategemea na wewe mwenyewe utavyojitunza. Sababu katika haya mambo ya soka kuna vitu ambavyo vinakutoa mchezoni wewe mwenyewe kama utashindwa kujienda. Kuna masuala yani ambayo hayaendani na soka.